Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wanajeshi 11 wa Nigeria wamekamatwa nchini Burkina Faso. Wanajeshi hao wanadaiwa ni wale walioenda kutoa msaada wa mapinduzi yaliyokuwa yakifanyika huko Benin. Wakati Jamhuri ya Benin ikiwa chini ya mvutano baada ya jaribio la mapinduzi lililosababisha kifo cha raia mmoja, wasiwasi umeongezeka Afrika Magharibi baada ya wanajeshi 11 wa Nigeria kukamatwa huko Burkina Faso. Wanajeshi hao walikuwa ndani ya ndege ya jeshi la Nigeria C-130 ambayo ilitua kwa dharura huko Bobo Dioulasso, jiji la pili kwa ukubwa nchini Burkina Faso. Waziri wa Burkina Faso Emile Zero amezungumza kwa niaba ya muungano wa mataifa ya Sahel AES akisema kwamba ndege hiyo iliingia katika anga la nchi hiyo bila ya idhini. Uchunguzi ulianzishwa haraka na AES umeripoti kuthibitisha ukiukwaji wa anga. Muungano huo wa Sahel AES umeonya kwamba ndege yoyote itakayojaribu kuvuka anga lake bila kibali itashughulikiwa mara moja. Baadhi ya wadadisi wa siasa wanaeleza tukio hilo wakilihusisha na jeshi la sasa la Nigeria ICOMOG lililopelekwa katika Jamhuri ya Benin baada ya jaribio la mapinduzi na kuongeza uhasama kati ya ECOWAS na serikali zinazoongozwa kijeshi ikiwemo Burkina Faso, Mali na Niger. Hata hivyo, inahusishwa kwamba kulikuwa na mipango ya jeshi hilo kwamba pengine lilikuwa linataka kutengeneza mapinduzi ya kuondoa serikali ya kijeshi ya Rais Ibrahim Traore. Hii ni kwa mujibu wa dadisi huko nchini Burkina Faso na eneo zima la Sahel. Mwezi Agosti, Burkina Faso, Mali na Niger ambazo zimeondoka rasmi katika jumuiya ya ECOWAS mapema mwaka huu zilisusia mkutano wa kilele wa ulinzi wa Afrika uliofanyika Nigeria. Mataifa hayo ya Burkina Faso, Mali na Niger yameungana na kutengeneza jumuiya yao inayofahamika kama AES, muungano wa mataifa ya Sahel. Miongoni mwa dhamira ya AES ni pamoja na kulindana kwa maana taifa moja, kwa maana kama ni Burkina Faso kuilinda Mali pamoja na Niger, kwa maana yatatumia majeshi yao kwa ajili ya kusaidizana pale ambapo kunatokea changamoto. Na hata wakati huu bado kuna uchunguzi mkubwa unaoendelea kutokana na ndege hiyo ya C-130, ndege ya kijeshi ambayo ilikuwa na wanajeshi karibia 11. Wanajeshi wote tayari wako kizuizini, wanahojiwa juu ya nini ambacho kilifanya ndege yao kutua katika uwanja huo huko Bobo Dioulasso katika jiji la pili kwa ukubwa nchini Burkina Faso. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yametokea. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu.